Okay, ngoja leo tukaangalia tofauti iliyopo kati ya HTTP na HTTPS. Okay, ya kuna baadhi ya website zinatumia HTTP na nyingine zinatumia HTTP. Okay, ya so tuanze na HTTP. Ya HTTP ni nini? HTTP kwanza inasimama badala ya Hypertext Transfer Protocol. Okay, ya na tunapoongelea kuhusiana na protocol tunamaanisha sheria za mawasiliano. Okay, elewa kama hivyo ni sheria za mawasiliano. So kama ni sheria za mawasiliano ni sheria ya mawasiliano ambayo browser yako na website zinatumia kuwasiliana. Kwa hiyo ni protocol ambayo browser na website zinatumia kuwasiliana. Okay, ya so tatizo la HTTP ni kwamba ukitumia website ambazo zinatumia HTTP, okay, ya cha kwanza kabisa data zako zinakuwa haziko encrypted. Okay, ya so kama ataka au kama mimi haka ninaweza kuzi-intercept ya kwa kutumia kitu kinaitwa sniffer. Okay, na data zako zote nikawa nishazipata. Okay, kama password au na taarifa zako za kibenki, okay, nitakuwa nishazipata. Ya na tunapokwenda kuongelea kuhusiana na HTTPS. Ya nini maana HTTPS? HTTPS ni kwamba ni same na HTTP lakini imeongezewa S. Ya na inamaanisha nini? Inamaanisha Hypertext Transfer Protocol Secure. Okay, ya so mshoni pana secure. Ya so tofauti kuu ni kwamba HTTPS yani data zako zote zinakuwa encrypted kwa kupitia kitu kama SSL au TLS. Ya na hii inamaanisha kwamba hata atakapojaribu kuintercept data zako hawezi kuona content, lakini ukinaliko kutumia HTTP ataona hadi content kila kitu. Okay, so ni faida gani za kutumia HTTPS au kwenye website yako au kuvisit website ambazo zinatumia HTTPS? Okay, cha kwanza kabisa data zako zote zinakuwa encrypted. Ya kwa hiyo kama ni password au info za namna yote kama card info au nini zinakuwa encrypted. Ya na pia kingine kwa wale madeveloper au wenye wanaomiliki website yako itakuwa yani inaongeza uaminifu kwa users. Okay, ya na kingine pia inasaidia kwenye SEO. Okay, ya kwa sababu gani? Google anapenda sana website zenye HTTPS rather than zile zenye HTTP. Ya na kingine kabisa tunasema inazuia hackers kufanya kitu kimoja kinaitwa man in the middle attack. Ya so ikiwa na HTTPS inasaidia kupunguza au kuzuia hacker kufanya kitu kinachoitwa man in the middle attack. Ya so utatambuaje kwamba website ni HTTPS? Ya cha kwanza kabisa utaangalia kwenye URL, utaona kitu kama HTTPS. Okay, unaona pale mwisho pana S. Ya sasa na kingine unaweza usione hivyo, lakini ukiangalia kwenye ile hapo juu kwenye linki utaona kuna ka lock icon. Ya kitu kama hicho. Ya so utakapoona hivyo hiyo website iko secure. So kwa hiyo kila wakati unapojaribu kufungua website hakikisha ina HTTPS. Okay, usitumie HTTP kwa website maalum kama za benki, email au maduka mtandaoni. Usalama wako unakuwa yani wanadra sana. Okay, so kama hii video imekufundisha kitu, umeelewa chochote au kama una question you may ask me in the comment section, au pia unaweza kunsubscribe, ukalike kama utakuwa na shida yoyote na tuko pamoja. Yeah, thanks for watching.